zangu wa Tanzania mlioko hapa Temeke leo, kwanza tuibebe agenda ya nishati safi kama agenda kila mmoja kuweza kuiona kwamba ni agenda inayoliponya taifa, inayoliponya taifa na kumkabili adui mkubwa anayeitwa mabadiliko ya tabia nchi, anaweza kupelekea madhara makubwa kwa taifa letu. Lakini jambo la pili, tuibebe agenda ya nishati safi kama agenda kubwa ambayo inaweza kudhoofisha rasilimali watu na afya yao katika taifa, likawa ni taifa lenye mali lakini halina rasilimali watu. Wenzetu wa mataifa mengine wamebarikiwa kuwa na mali, wamebarikiwa kuwa na rasilimali watu. Na sisi tuwe na mali lakini pia tuwe na rasilimali watu inayoweza kuwa na mchango mkubwa wa kuyabadili maisha ya Watanzania. Leo akina mama mlioko hapa mnaopika kwa kuni au kwa mkaa, wengi mmejikuta mnakwenda hospitali, wengi unaambiwa mapafu yameharibika, wengine mnaambiwa macho yako hatarini kuharibika, wengine mnaambiwa mambo kadha wa kadha. Kizazi chako kinabaki yatima kwa sababu ya kinachoitwa matumizi yati. Program maalum inayoitwa Connect Umeme, Pika kwa Umeme. Wapo wanaosema hapana, umeme huu ni gharama kubwa. Nataka nikuthibitishie ndugu zangu Mtanzania, kama chakula kinaweza kikaiva kwa uniti moja leo, labda uniti moja ikawa shilingi dash na ukaiva ni gharama uniti moja, kesho utakapoambiwa mapafu yako yameharibika na hatuna uwezo wa kuyabadilisha na mlango wa kaburi upo karibu, utapata upeo wa kulinganisha na kutofautisha bei kati ya bei ya afya na bei ya umeme. Naamini utahitimisha kwamba bei ya umeme ni ndogo kuliko bei ya afya. Na kama uamini hilo, tembea hospitali leo, kaangalia uliokushapata madhara na imekuwa ni shingapi kurejeshwa katika afya na usalama wao. Kwa hii ni agenda muhimu, na niwapongeze tena watu wa TANESCO kwa ubunifu mkubwa wa programu hii ambayo sio tu kwamba ina manufaa kwa TANESCO, lakini inalinda uhai wa kudumu kwa Watanzania na watu wengine. Na kwa nini tunazungumzia nishati safi Dar es Salaam? Leo watu na nchi wakikata miti kule mikoani, masoko yao ya miti na mikaa yao Dar es Salaam. Kwa Dar es Salaam mkisema hatutaki mkaa huo kwa sababu ya mambo niliyokwisha ataja, maana yake masoko ya mkaa yatakuwa ni madogo na hakutakuwa na dili tena la kukata mti kule kijijini. Kwa hiyo balozi wa kwanza anayeweza kufrustrate ule mfumo wa demand ya mkaa ni mwananchi wa Dar es Salaam. Moja ya mtu anayefaidika sana katika taifa hili ni mimi, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Dar es Salaam umeme umefika karibu kila kaya na kumekuwa hakuna usumbufu tena mwingine mkubwa katika jambo hili la umeme. Lakini zaidi pia tuwapongeze sana kwa kuja na mpango huu wa kukopesha majiko wa nishati safi. Naombeni tena tuongeze makofi mengi. Maana kina mama mko hapa, unaweza kumuomba baba hela ya kwenda kununua jiko, akwambia hebu achana nalo, kwanza jiko lenyewe ni gharama. Alafu na wewe ukajiunga kwenye huo mkumbo kwamba ni kweli jiko lenyewe ni gharama. Nataka mje niwaambie ukweli, anayeumia kwa haraka na afya ya kutumia nishati chafu ni wewe mwanamke. Mwanaume yuko huko anatafuta hela, lakini wewe uko pale ndio unayepika, na mwisho ndio unayepata athari za moja kwa moja. Na wewe mwanaume wako akiwa bado yuko vizuri katika afya, wewe umetetereka katika afya, basi anachokifanya ni kuendelea kuhudumia, lakini huko anaoa mwanamke mwingine. Kwa hiyo nishati safi pia inalinda ndoa. Mmeelewa ndugu zangu akina mama? Nishati safi inalinda nini? Kuna sehemu niliwaambia matumizi ya nishati chafu. Kuna wanawake mkiwaangalia ni wazuri kabisa wa sura, lakini kwa sababu ya matumizi ya nishati chafu, hakuna namna matumizi ya nishati chafu yakazalisha sura nzuri.
Matumizi ya nishati chafu yatapelekea uzalishwaji wa sura chafu, sura inayofanana na nishati chafu. Kwa hiyo nyinyi akina mama mkijiangalia, kwa wale ambao wametumia sana nishati chafu, ukiacha tu nishati chafu ukatumia nishati safi kwa muda wa miezi 6 au mitatu, na kama mwanaume wako alikuwa amesafiri kidogo kwenda kutafuta mali mahali, akirudi anaweza tena kutongoza kwa mara ya pili, ndiye yule aliyemwacha kutumia nishati chafu. Kwa nishati safi ni nuru ya sura nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Dogo tununue majiko yanayotumia umeme. Na katika safari hii tunao wenzetu wa MEX, na hii ni kutokana na ukuzaji mkubwa wa diplomasia wa Mheshimiwa Rais wetu kutoka Uingereza. Wametuunga mkono zaidi ya shilingi bilioni 2.5 wametupatia kwa ajili ya kusambaza majiko. Watumishi wote TANESCO wanaendelea kusambaziwa majiko kwa njia ya mkopo, lakini tunayo program nyingine ya kuwawezesha sasa wananchi mmoja mmoja wasiokuwa watumishi wa TANESCO, tunaita on bill financing. Hii Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mwananchi anayeunganishiwa umeme tunaweza tukampa jiko akaenda nalo, na kupitia manunuzi yake ya umeme anakuwa analipia jiko polepole. Na majiko haya ni bei rahisi, yanauzwa kwa bei rahisi sana kwa sababu yana ruzuku na hayana bei zile zenyewe ambazo tumezizoea kuzikuta madukani. Na tayari kuna wateja tumeshawaunganishia ambao tutakuomba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa uweze kuwagawia majiko hayo na kutuzundulia hiyo program. Tanzania kwa maana nyingine tena tumekuwa wa kwanza, basi wenzetu watatufuata baadaye kuona namna gani tunafanya kwenye mapinduzi haya ya nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa Mkuu, anaitwa Kulthum Mohamed Sheikh, anatokea Kigamboni. Manufaa hili jiko ni nzuri sana kwa nishati, kwa umuhimu wa binadamu, kwa afya yako, kwa kila mwanadamu, na si wanawake wenzangu na kuhamasisha tufanye umuhimu kununua majiko kama haya, kwani kutumia kuni, vifuu, moshi kunahatarisha afya ya binadamu. Kupitia jamii, tasnia yetu, malipo yake ni madogo madogo, na unaweza kulipa kwa kidogo kidogo mpaka utakapomaliza deni hili.